kwa vipindi hivyo mlivyopewa, tuvitumie vizuri, watu wajue kwamba tupo na wajue kweli maslahi ya watumiaji wa huduma za mawasiliano zinasimamiwa nasi kisheria, kikanuni na kitaratibu. Lakini la pili, tuendelee pia kujitahidi huduma kwa wateja wetu kwa kadri inavyowezekana iweze kuonekana kweli inaleta tija pamoja na ufanisi. Lakini eneo la tatu, kwa kuwa wajibu wetu zaidi ni kuangalia watumiaji wa huduma za mawasiliano na aswa component ya ushauri. Ndio maana tukasema nataka ile matrix ya kujua ile maoni na ushauri ambao mshatoa, hata kama ni kwenye maeneo 4-5, tuweze kuona mlishauri nini na utekelezaji wake umekuaje mpaka tulipofika hivi sasa. Eneo la nyingine ambalo ningependa kujua, malalamiko yanatakiwa yashughulikiwa kwa muda gani? Ndani ya muda gani natakiwa malalamiko yawe yamekamilika kushughulikiwa? Lakini kujua kama mnao mfumo sasa wa kielektroniki au dashboard kwa ajili ya kuonyesha mchakato unavyoendelea katika ushughulikiaji wa malalamiko. Lakini pia kuweza kujua malalamiko yaliyokaa muda mrefu, malalamiko ambayo tayari yameshughulikiwa ni yapi, pia by percentage, na kama kuna backlog yale ya muda mrefu sana ni ya kuanzia lini au mpaka wapi, na je mkakati wetu wa kushughulika nayo ili tuweze kukamilisha na kufunga malalamiko hayo na kuweza kutoa ushauri zaidi ya koje. Lakini pia je, tumefanya uchambuzi wa kuangalia mzizi wenyewe wa tatizo la malalamiko makuu ni lipi? Yes, yanakuwa yanajitokeza. Na kama ukiangalia yametokea malalamiko mengi, je ukiambiwa katika yale makuu 5 ni aina zipi? Lakini lingine, kuendelea kushirikiana vizuri na watu wa huduma wetu ili kuweza kufanya utatuzi wa changamoto hizo, hasa tunapowashauri katika maeneo hayo. Mlieleza mlivyoshauri kuhusiana na huduma kwa wateja na haswa wenye mahitaji maalum. Sasa umefuatilia kwa hao tayari wamechukua inawezekana. Hiyo ni kwa upande wa watu wetu wenye mahitaji maalum. Tuangalie na kwenye maeneo mengine wananchi wetu na watumiaji kwa maslahi mapana ya taifa wamekuwa wakihitaji masuala gani. Lakini eneo lingine katika ule mchakato wa kupokea malalamiko, je mteja anapata uthibitisho gani kwamba lalamiko lake limepokelewa, linachakatwa, limekamilika mpaka anapokuja kupata mrejesho?